Karibu sana kwenye channel yako pendwa ya Doctor of Education Media. Na kukaribisha sana kwa moyo mkunjufu wewe ambaye ni mpya kwenye hii channel, na nakupongeza kwa dhati wewe uliyekuwa nasi tangu mwanzo. Ninyi nyote ni watu wa muhimu sana katika safari hii ya maarifa. Tafadhali bonyeza subscribe ili uwe sehemu kamili ya familia hii na uendelee kupata elimu bora zaidi inayofungua na kuamsha fikra zako kila wakati. Kupitia channel hii utajipatia elimu mbalimbali kuhusu mimea, mazingira, wanyama, historia, siasa, uchumi, utandawazi, binadamu, dunia, anga na hata michezo. Channel hii ya Doctor of Education Media inakusanya maarifa ya kina yanayochochea fikra, kuelimisha na kusaidia kuona ukweli wa dunia kwa undani zaidi. Leo Doctor of Education Media tunaangazia vita kati ya Ukraine na Russia, mgogoro wenye mzizi wa muda mrefu unaoendelea kuitikisa dunia. Ilikuwa Februari 24 mwaka 2022, muda mfupi kabla ya uvamizi kuanza. Rais wa Urusi Vladimir Putin alienda kwenye TV akitangaza kwamba Urusi haiwezi kujisikia salama kuendelea na kuwepo kwa sababu ya kile alichokiita tishio la mara kwa mara kutoka kwa Ukraine ya kisasa. Kutoka upande wa pili, ningewezaje kuwa Nazi? Alisikika Myahudi rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye alifananisha mashambulizi ya Urusi na uvamizi wa Ujerumani ya Nazi katika vita ya pili ya dunia. Mzozo kati ya Urusi na Ukraine ulizuka kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2022. Ilisadikika wazi kwamba Urusi inataka kuanzisha uvamizi wa kijeshi dhidi ya Ukraine. Mnamo Februari mwaka 2022, mgogoro huu ulizidi makali ambapo mazungumzo ya kidiplomasia yalishindwa na Urusi ikapeleka wanajeshi katika maeneo ambayo walitaka kuteka. Februari 24 mwaka 2022, Urusi ilianzisha uvamizi kamili dhidi ya Ukraine, mashambulizi ambayo hayajakoma mpaka leo yakielekea mwaka wa 4. Chanzo cha mgogoro huu. Tatizo kuu kwa mtazamo wa Russia ni tishio la Ukraine kujiunga na NATO, wakati mwanzo nchi hizi zote mbili zikiwa katika utawala mmoja wa Kisovieti. Hivyo basi, Urusi kuhisi hiyo hali, walipeleka majeshi yao kwenye mipaka ya Ukraine, ambapo ripoti za awali za picha za satellite na kijasusi zikafichua kuwa zaidi ya wanajeshi 100,000 wa Russia wako karibu na mipaka ya Ukraine yakifanya mazoezi ya kijeshi. Haya kwa kitaalamu wanaitwa defense mechanism. Pia Wizara ya Ulinzi ya Urusi ikatoa picha za mazoezi ya kijeshi. Vifaa vilivyohusika ni pamoja na bunduki za kujiendesha za jeshi, mizinga ya vita na magari ya mapigano ya kijeshi. Baada ya hapo haikuchukua muda, Februari 24, 2022, Urusi ikaivamia Ukraine rasmi. Ilikuwa gumzo sana dunia nzima, ila kama ilivyo kawaida ya binadamu, hivi sasa tumeshasahau, ilhali bado machafuko ni makubwa sana. Ukraine bado watu wanakufa, miji mikubwa inashushwa chini. Kiukweli hili ni janga kubwa sana duniani. Binafsi ningekuwa rais wa Ukraine, ningejisalimisha mapema sana, hata niungane na Urusi ili usalama urudi na nchi ianze kujengwa upya, lakini sivyo. Inawezekana huu mgogoro kuna nchi imeweka mkono kwa chini kumwangusha Urusi kiuchumi, wakati anayeumia ni Ukraine. Ngoja sasa nikusimulie
historia ya zamani ya hizi nchi mbili. Ukaribu wa hizi nchi mbili, Ukraine na Russia, ulianza zamani sana, hasa tangu enzi za Umoja wa Kisovieti, USSR, yaani Union of Soviet Socialist Republic, kabla ya kuvunjika mwaka 1991, ambapo Ukraine ilikuwa sehemu ya muungano huu na ilikuwa na uhusiano wa karibu sana kisiasa, kiuchumi na kijeshi. Uhasama wa wazi ulianza kuongezeka mwaka 2014 baada ya tukio la uvamizi wa Crimea 2014, ambapo Urusi ilitwaa eneo la Crimea kutoka Ukraine na kuibua mvutano mkubwa wa kimataifa, huku mapigano yakiendelea katika eneo la Donbas. Vita hivi kwa mfumo wa uvamizi kamili vina muda zaidi ya miaka 4 sasa, tangu Februari 24 mwaka 2022 hadi kufikia hivi sasa Mei 2026. Japo mizizi yake ilianza tangu 2014. Kufikia sasa, vita bado vinaendelea bila suluhisho la moja kwa moja, huku maeneo ya mashariki na kusini mwa Ukraine yakiendelea kuwa viwanja vya mapigano makali, mashambulizi ya makombora na vita vya kuviziana, trench warfare, bila upande wowote kupata ushindi wa haraka. Watu wengi wanajiuliza, kwa nini Umoja wa Mataifa usiingilie na kusaidia majadiliano hivi vita viishe? Sasa nakupa habari kamili. Sababu kubwa inayofanya Umoja wa Mataifa kushindwa kumaliza hivi vita ni mgawanyiko wa kisiasa ndani ya Baraza la Usalama, hasa kwa kuwa Urusi ni mwanachama wa kudumu mwenye kura turufu, veto. Veto au turufu ni haki maalum ya nchi wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama kupinga au kuzuia uamuzi wowote unaopitishwa, hata kama nchi nyingine zote zimekubali. Hivyo, Urusi pekee inaweza kuzuia maamuzi yanayolenga kuizuia au kuiadhibu moja kwa moja. Pia maslahi ya mataifa makubwa duniani yanachangia kuchelewesha suluhisho hili. Nchi zinazohusishwa moja kwa moja na hizi vita ni Urusi na Ukraine. Lakini kwa jicho la pili kuna ushiriki usio wa moja kwa moja wa mataifa ya Magharibi, ikiwemo Marekani na nchi wanachama wa NATO ambao wanaisaidia Ukraine kwa silaha, fedha na mafunzo, huku Urusi ikiungwa mkono kwa njia mbalimbali na washirika wake kama China kwa msimamo wa kisiasa na kiuchumi. Baadhi ya nchi nyingine pia zinachangia katika hivi vita, jambo linalofanya vita hivi kuwa na sura ya mgogoro mkubwa wa kimataifa badala ya vita ya nchi mbili tu. Kwa simulizi hii inaonyesha wazi mapigano ya Ukraine na Urusi yanasapotiwa pia na nchi zingine. Hichi kitendo kitaalamu kinaitwa vita vya uwakala, yaani nchi moja inapigana na nchi nyingine bila kukutana. Vita vya uwakala hutokea pale ambapo mataifa makubwa yanayogombana kwa kutumia nchi nyingine au makundi mbadala ya kupigana bila kukutana na hiyo nchi moja kwa moja. Mfano huonekana kwenye migogoro kama ya Urusi na Ukraine, ambapo pande tofauti huungwa mkono na njia zisizo za moja kwa moja. Kuna kazi kubwa sana inatakiwa kufanyika ili kupunguza au kumaliza hivi vita. Hapa na kutajia mambo machache matatu. 1. Diplomasia ya ukweli. Hapa diplomasia ya ukweli kupitia Umoja wa Mataifa na mashirika ya kikanda yanapaswa
kuimarishwa ili kuhimiza mazungumzo badala ya vita. Namba 2 ni kuweka sheria. Hapa sheria ya kimataifa zinahitajika kudhibiti ufadhili wa silaha, fedha na mafunzo kwa makundi ambapo ni makundi ya wakala. 3, kuimarisha uchumi na utawala bora katika nchi dhaifu ili kupunguza nafasi ya kutumika kama uwanja wa vita. Jambo la muhimu zaidi ni kwamba uwajibikaji wa kimataifa na ushirikiano wa kimataifa kwa mataifa makubwa ni muhimu ili kupunguza ushindani wa nguvu na kuendeleza amani duniani. Mpaka kufikia hapa sina la ziada. Bila shaka umejifunza kitu. Shukrani za dhati kwa nyote mnaoendelea kuwa pamoja nasi kila wakati. Ninyi ni watu wa thamani sana katika safari hii ya elimu na maarifa. Tunawashukuru sana kwa usaidizi wenu. Maoni yenu na upendo wenu unatupa nguvu ya kuendelea mbele. Punde nitawaletea simulizi ya kusisimua kuhusu vita vya Iran na Marekani. Simulizi hii itakuwa na mafunzo ya kihistoria na uchambuzi wa kina utakaofungua fahamu mpya kwa kila mmoja wenu. Endelea kuwa nasi, msikose sehemu ijayo, kwa sababu kila simulizi hapa inalenga kuongeza maarifa na uelewa wa dunia kwa undani zaidi. Karibu sana katika channel yako pendwa ya Doctor of Education Media. Asanteni.